Serikali kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI imeandaa mafunzo ya vitendo kwa maafisa ugani walioajiriwa chini ya programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT ili kuwawezesha kutoa huduma za ugani kwa wakulima wa korosho nchini. Mafunzo haya yalianza mwezi Februari mwaka huu, yanaendeshwa na TARI kituo cha Naliendele mkoani Mtwara kwa kushirikiana na bodi ya korosho nchini CBT. Lengo la mafunzo hayo kwa maafisa ugani ni kuwawezesha kutoa huduma za ugani kwa wakulima ili waweze kuongeza tija kwenye zao la korosho na kuongeza uzalishaji kufikia tani 700,000 mwaka 2025-2026. Stanislaus Lelai, mtafiti wa kilimo kutoka TARI Naliendele, anaeleza zaidi. Tumekuja kwenye mafunzo haya ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ambayo ni muendelezo wa mafunzo ambayo yameanza Februari, kwa maana mbinu sahihi za agronomia. Kwa hiyo nizungumzie leo nizungumzie swala zima la upulizaji sahihi na pengine matumizi sahihi ya mashine. Sasa kuna changamoto hii kwa wakulima juu ya kupulizia. Sasa tunawashauri wakulima kabla ya kupulizia kwanza wahakikishe wana mashine au bomba sahihi ambayo limependekezwa, kwa maana yapo mabomba ambayo yamependekezwa kwa ajili ya upuliziaji. Kwa mfano sisi tunashauri mashine kama vile Sifaleli, lakini hata Mariama. Cha msingi tuzingatie wale farasi au tunaita horsepower, angalau kuanzia 5-10, hizo ndio zina nguvu zaidi kwenye upuliziaji, ambazo sasa kafika kuanzia mita 10 mpaka 15, kwa maana muda kupulizia tukipulizia kwenda juu. Wakizungumza wakati wa mafunzo ambayo yamefanyika katika wilaya ya Masasi mkoani Mtwara, maafisa ugani hao wanaeleza namna mafunzo hayo yatawasaidia kutekeleza majukumu yao. Nimejifunza namna sahihi ya utumiaji wa viuatilifu ambavyo tumepewa na serikali kuviwakilisha kwa wananchi wetu. Na fursa hii imeniwezesha mimi kama afisa kilimo kupata elimu ambayo nitakwenda kuwafundisha na mimi wakulima wangu ili waweze kujua namna sahihi ya utumiaji wa viuatilifu hivi. Na jukumu kubwa la kwenda kuwafundisha wakulima ili tuweze kufikia lengo la kitaifa kufikisha tani 700,000. Afisa kilimo mwandamizi bodi ya korosho Geoffrey Mwelembe anaeleza lengo la mafunzo hayo. Leo tuko Masasi tukiendelea na mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu vya zao la korosho kwa maafisa ugani. Lengo ya mafunzo haya ni kuwajengea uwezo au mahiri ili waweze kuwafundisha wakulima, lakini pamoja na upuliziaji katika maeneo yao. Lakini pia vile mafunzo haya ni moja kati ya mikakati ambayo imeweka na bodi ya korosho na serikali kupitia bodi ya korosho ya kuongeza uzalishaji na tija katika zao la korosho kufikia tani 700,000 ifikapo mwaka 2025-2026. Lakini vile vile kuelekea kuzalisha tani zipatazo milioni 1 ifikapo mwaka 2029-2030. Pamoja na huu mkakati wa kutoa huduma za ugani, kwa maana kupeleka elimu kwa maafisa ugani ili waweze kuwafikia wakulima katika maeneo yao, lakini vile vile serikali inaendelea na kusambaza pembejeo kwa wakulima. Lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba pembejeo zinapatikana kwa wakulima ambazo zinakuwa na sifa, kwa maana kwamba zile ambazo ni nzuri ili waweze kuzitumia katika mazao yao, kwa maana ya kudhibiti visumbufu vya zao la korosho ili kuongeza uzalishaji. Lakini vile vile serikali inaendelea na mkakati wa kusambaza miche bora ya korosho, na hili swala la usambazaji wa miche bora ya korosho serikali inatekeleza huu mkakati kwa kupitia bodi ya korosho kwa ushirikiano na TARI Naliendele. Kwa hiyo miche inaendelea kusambazwa kwa wakulima